katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya wakati huu mwingine tena ambao umetupa katika jioni hii ya leo mahali hapa. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele zako tukikukaribisha tena mahali hapa kwa upya. Karibu kae mahali hapa, utufundishe yale yatokayo katika moyo wa Kristo saa hii. Pasiwepo na hata mmoja Bwana atakayetoka kama alivyoingia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaita nguvu zako mahali hapa, ninaita uweza wako mahali hapa Bwana. Tupate kwenda kuona neema yako ya kufundishwa, na tupate kwenda kuona neema yako ya kupiga hatua mpya za kimaisha. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Tunazidi kuendelea na somo ambalo tulikuwa tumejifunza kwa siku kadha wa kadha, ambalo tulikuwa tumelianza, ambalo lina kichwa kinachosema ufanyeje unapokataliwa. Ufanyeje unapokataliwa, na tukawa tumekwisha angalia vitu kadha wa kadha ambavyo unaweza ukavifanya wakati umekataliwa, na tukawa tunaangalia sana hasa chanzo cha kwamba Mungu anapokuwa amekukataa au Mungu pia anaposhiriki katika kukataliwa kwako. Waliokuwepo jana nilionyesha wazi kabisa kwamba kuna saa Mungu naye anashiriki katika kikao kuhakikisha umekataliwa vizuri. Umekataliwa ili apate kuandaa moyo wako kwa ajili ya kitu ambacho kinakuja mbele yako. Na tukaona wazi kabisa Yusufu, kwa maisha ya kawaida, ukifuatilia story ya maisha ya Yusufu, ungeweza ukasema wazi kabisa kwamba huyu Yusufu ni mtu ambaye amekataliwa, ni mtu ambaye ana changamoto mbali, ni mtu ambaye kwa kweli anakataliwa kabisa. Ndugu zake wanamkataa, anamkosi, anakataliwa. Kila anapopata kazi anakataliwa, kila anapoenda mahali hapa anapata changamoto mbalimbali. Lakini kumbe vitu vyote hivyo vilikuwa vinauandaa moyo wake, ili utakapofika mahali akija kuwa mkuu, kuna namna ambavyo ataweza kuishi na ule ukuu ambavyo unaweza ukatokea. Asa leo nataka kuanza kuangalia kukataliwa ambapo kuna sukumwa kutoka kwenye ardhi. Kukataliwa kwa mtu ambapo kuna sukumwa kutoka kwenye ardhi. Kukataliwa kwa mtu ambapo kuna sukumwa kutoka kwenye ardhi. Na nataka nianze kuweka msingi imara katika saa hizi chache ambazo tunazo mahali hapa, ya kwamba siku ya kwanza nilikueleza kwamba mazingira pia yanaweza yakamkataa mtu. Amina, watu wa Mungu. Yanaweza yakamkataa mtu akawa anaishi vizuri, lakini ghafla mazingira yakawa yanamkataa. Haishi kama vile ambavyo amekusudia, haenendi kama vile ambavyo amekusudia. Mazingira yanaweza yakawa yanamkataa mtu. Sasa mojawapo ya kitu ambacho kinatumika hasa kutengeneza njia ya kukataa watu ni ardhi ambayo tunaikanyaga kabisa hii hapa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ardhi ambayo tunaitumia na tunaikanyaga kila siku inaweza ikatengeneza mazingira ya mtu kukataliwa kabisa. Mtu anaweza akawa na juhudi nzuri kabisa, anaweza akawa anafanya kazi vizuri kabisa, lakini ardhi yake ikawa inatengeneza mazingira ya kwamba huyu mtu anatakiwa akataliwe. Sasa kwa kuwa hii ni semina, lengo la semina ni kupanua fikra zetu, lakini pia kwa neema ya Mungu alichonipa sana ni kujaribu kuunganisha mwili wa Kristo, kufundisha watu kwa namna ambavyo si tu watatuelewa sisi, amina, watu wa Mungu, lakini pia wataelewa hata watakapokutana na mtumishi mwingine. Kwa sababu changamoto ambayo tunaiona katika mwili wa Kristo, saa zingine tunang'ang'ana kuelewa tu wale ambao wanahubiri wakati huo, bila pia kuelewa kuna watumishi hawajapewa huduma ya kufundisha. Tunaenda sawa sawa. Lazima pia ufundishe kwa namna ambayo hata huduma zao zinaweza zikaeleweka. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Sasa kumekuwa na, nataka niweke msingi imara sana, kumekuwa na ufunuo ambao upo katika maeneo mbalimbali, katika huduma mbalimbali, ufunuo wa kuombea udongo. Wangapi tushai kusikia kitu cha namna hiyo?
Amina, watu wa Mungu. Tushaye kusikia ufunuo kwamba tunaombea udongo, alafu tukishaombea udongo mambo mengine yanafunguka na vitu vingine ambavyo vinafunguka. Kabla sijaanza kukupa mistari kadha wa kadha, nataka nikwambie wazi kabisa, kibibilia huo ufunuo ni sahihi. Tunaenda sawa sawa? Kibibilia ni ufunuo sahihi. Kuna muda sahihi kabisa ambapo unaweza ukaombea udongo wako na huo udongo ukafunguliwa na mambo yako yakaenda vizuri. Mahali ambapo ulikuwa umekwama ukapata mpenyo ukaenda vizuri. Changamoto kubwa ya ufunuo wowote ni unapoheshimika kuliko jina la Yesu. Tunaenda sawa sawa, watu wa Mungu? Kwa ufunuo kama ufunuo katika huduma yote utakayokutana nayo ni kitu kizuri kabisa. Lakini huo ufunuo hautakiwi uheshimike kuliko jina la Yesu. Tukisema labda kesho mje na udongo, alafu ghafla mimi nikajikuta nimesahau udongo, nina amani ya kuweza kuendelea kushiriki katika hayo maombi? Au ninaweza nikafukuzwa? Kwa sababu kuna mahali pengine nafahamu usipo, kama tuliita udongo kesho ukuja nao, kaa pembeni. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninachotaka uelewe, tatizo sio udongo, ni ufunuo upo, na nitakuonyesha mistari kabisa. Lakini usiwe na heshima sana kuliko jina la Yesu na kuliko Mungu mwenyewe ambaye yuko mahali hapa. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Nimetaka kuanza hicho kitu kwa msingi kwa sababu sisi wote tunajenga mwili wa Kristo. Unapopata na huo ufunuo, kuna saa Roho Mtakatifu anaweza akaweka maagizo ndani yako. Tunaenda sawa sawa? Kwa ajili ya kuombea udongo ulioko labda nyumbani kwenu, kwa ajili ya kwenda kuombea ardhi iliyoko mahali kwenu. Ni ufunuo wa Kikristo kabisa. Lakini usije udongo ukakushika zaidi. Tunaenda sawa sawa? Kipindi fulani nilikuwa naona watu wanatembea labda na udongo kwenye pochi na au na vitu kadha wa kadha. Sawa, ni sahihi. Lakini inapotokea umevisahau, hauwezi kusimama na jina la Yesu likakutetea. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nina udongo kwa ajili ya kuweka kwenye biashara. Ni kitu sahihi. Naomba mnisikize kwa makini kabisa. Ni kitu sahihi kabisa na kipo kibibilia. Lakini ikitokea nimesahau leo, sijaenda nao, nina uwezo wa kupambana na jina la Yesu na likasimama kunitetea. Ukiona hauwezi kusimama na jina la Yesu likakutetea, tayari imani yako imehama kutoka kwenye jina la Yesu, imeenda kwenye hivyo vitu vingine vidogo ambavyo unaviamini, ambavyo Mungu anavitumia. Anaweza akatumia udongo, anaweza akatumia maji, anaweza akatumia chumvi, anaweza akatumia chochote. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Lakini imani haitakiwi kuhamia kwenye hivyo vitu ambavyo Mungu anavitumia kwa wakati huu. Jina la Yesu linatakiwa libaki. Kwa hiyo ikitokea umesahau ukakosa amani, unatakiwa uanze kutubu. Amina, kwa sababu tayari imani yako imeshahamishwa, imeenda mahali pengine. Sasa nataka tuangalie hiki kitu kwa kuangalia pointi za msingi zifuatazo. Pointi ya kwanza inaandika wazi kabisa, ardhi ni mojawapo ya silaha inayoweza kutumika kukataa watu. Ardhi ni mojawapo ya silaha ambayo inaweza kutumika kukataa watu. Kumbuka tunaangalia na unapokataliwa ni nini ufanye. Sasa ardhi pia inaweza ikatumika kama silaha kwa ajili ya kukataa watu. Ukisoma katika kile kitabu cha Walawi sura ya 18, Walawi sura ya 18 mstari ambao tumeusoma mara kwa mara, Mambo ya Walawi sura ile ya 18 mstari wa 28. Mambo ya Walawi sura ya 18 mstari wa 28. Maandiko yanasema hivi: ili kwamba hiyo nchi isiwatapike, na ninyi pia hapo mtakapoitia unajisi kama ilivyowatapika hiyo taifa iliyotangulia mbele yenu. Kwani mtu awaye yoyote atakayefanya machukizo hayo mojawapo, nafsi hizo zitakazofanya zitakatiliwa mbali na watu wao. Nataka nikuonyeshe kitu kimoja. Tunaposema ardhi ni silaha, nataka ujaribu kufikiria kitu kama hichi. Silaha inaweza ikatumika na mtu mwema au inaweza ikatumika
na mtu mbaya. Tunaenda sawa sawa? Ukichukua rungu kama silaha, si ndio, kwa ajili ya kujilinda, tunaenda sawa sawa. Saa zingine pale nyumbani unakuwa na karungu tu kadogo umeficha nyuma ya mlango, si ndio watu wa Mungu? Tuna watu wa namna hiyo bado tulivyo. Si tupo watu wa Mungu una karungu tu unaficha nyuma ya mlango. Tunamwamini Mungu lakini tuna karungu pia. Amina watu wa Mungu. Lile rungu unaweza ukatumia wewe mtu mwema. Lakini pia mwizi na yeye anaweza akatumia rungu hilo hilo. Tunaenda sawa sawa watu wa Mungu. Kwa hiyo silaha haichagui nani amtumie. Tuko pamoja hadi hapo watu wa Mungu? Hakuna mtu yote anayechagua kwamba mimi nimekuwa silaha kwamba nitatumiwa na watu wema tu. Hapana. Yule anayeenda kuiwahi ile silaha ndiye anayeitumia. Tunaenda sawa sawa? Na yule ambaye ana ujuzi na ana maarifa sahihi ya kuitumia hiyo silaha ndiye anayeitumia. Kuna watu wengi wana mishale. Tunaenda sawa sawa majumbani mwao. Ni silaha nzuri lakini si wengi wanajua jinsi ya kuitumia. Kwa hiyo anapoinuka mtu anayejua kuitumia, ataitumia kufanya kile kilichokusudiwa. Kama ni mwizi, ataitumia kwa ajili ya kukamilisha kitu chake. Lakini kama ni mtu mwema, ataitumia kwa ajili ya kukamilisha kitu chake. Katika huu mstari tuliousoma, tunaona hapa Mungu aliitumia ardhi kama silaha kuwakataa watu waliokuwa wanatenda maovu. Tunaenda sawa sawa? Hapa ni Mungu aliishika nini? Ardhi. Lakini pia nataka nikuonyeshe wazi kabisa. Kuna kipindi shetani naye anaweza akaitumia ardhi hiyo akaitumia ardhi kama silaha kupitisha vitu vyake. Ndio maana saa zingine unapoenda saa zingine kwa waganga wa kienyeji, kwa wataalamu wa aina mbalimbali, pamoja na kwamba watakupa lugha mbalimbali, watakupa vitu mbalimbali, lakini vile vitu mara nyingi wanatamani sana uende ukavichimbia ardhini. Sio uviweke kwenye mifuko ya makoti. Tunaenda sawa sawa? Uvichimbia ardhini. Kwa sababu gani? Wanataka kutumia uwezo uliopo ndani ya ardhi kufanikisha kitu chao. Na nataka nikueleze wazi kabisa kwa dakika hizi chache, kama Mungu atatusaidia, Wakristo wachache sana wanaweza kuitumia ardhi kama silaha kupambana. Amina watu wa Mungu. Jina la Yesu ni silaha. Tunaenda sawa sawa? Damu ya Yesu ni silaha. Tunaenda sawa sawa? Moto wa Roho Mtakatifu ni silaha. Tunaenda sawa sawa? Nguvu za Mungu ni silaha. Tunaenda sawa sawa? Ukisoma Biblia kuna sehemu inaitwa radi ya moto. Kuna tofauti wa moto na kuna radi ya moto. Tunaenda sawa sawa? Kuna sehemu zingine anasema nuru na yenyewe inaweza ikatumika. Nuru inapoingia mahali giza linakimbia. Tunaenda sawa sawa? Nuru iliingia mahali wala giza halikuiweza. Ile nuru iliyoingia mahali pale iliingia kufanya vita. Tunaenda sawa sawa? Kuna sehemu zingine wameandika mawe ni silaha. Tunaenda sawa sawa? Lakini nataka nikwambie ziko nyingi pia na ardhi na yenyewe ni silaha. Ila narudi pale pale. Silaha ambayo ni master key. Master key ni silaha ambayo inaweza ikafungua silaha zingine zote. Ni nini watu wa Mungu? Jina la Yesu Kristo. Kwa kama nataka kutumia ardhi kama silaha, lazima nitarudi kwenye master key, ufunguazo silaha zote ya jina la nini? La Yesu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya pili ambayo nataka nikuonyeshe hapo, pointi ya pili, adhabu, ardhi tuandike ardhi inaweza tumika pitisha adhabu ya Mungu. Ardhi inaweza tumika pitisha adhabu ya Mungu. Tasoma katika kile kitabu cha Hesabu sura ya 16 mstari wa 32. Hesabu sura ya 16 mstari wa 32. Hesabu sura ya 16 mstari wa 32. Nitausoma kwa ajili ya
32. Nadhani kwa hii story hawa jamaa walikuwa wanabishana na watumishi wa Mungu. Walikuwa wanabishana na mtumishi wa Mungu anaitwa Musa. Wanajaribu kubishana naye. Musa anajaribu kuelekeza hichi, jamani, na ilikuwa ni masuala ya uchaguzi. Tunaenda sawa sawa. Walikuwa wanajaribu kubishana naye sana. Anaambia, jamani, mimi Mungu ndiye amenichagua niwasaidie niwapeleke. Kuna mtu mmoja anaitwa Kora akasema haiwezekani tu. Ni wewe tu unayemsikia Mungu. Ni wewe tu. Hapana. Akajaribu kuwaeleza, wakamletea na vurugu, akaleta na vurugu mahali pale. Musa akafika mahali, nataka uangalie. Akaenda akamwomba Mungu. Akasema, Mungu, wewe umenichagua lakini hawa watu wamekuwa mzigo kwangu. Wananisumbua, hawanielewi. Mungu akasema, leo nitaenda kufanya kitu kipya ambacho kitakomesha haya mashindano katika hili eneo la Israeli. Tunaenda sawa sawa watu wa Mungu. Asa kitu gani alichokifanya? Story ilikuwa ndefu. Ukisoma huu mstari wa 32, Musa akawaambia hivi, jamani, jitengeni na hawa watu wote, wakae peke yao hawa watu kina Kora, wakae wenyewe tu. Alafu mimi nitamwomba Mungu, alafu tutasikia atakachoenda kukijibu. Asa alichoenda kukijibu Mungu, angalia mstari wa 32 unasema hivi: nchi ikafunua kinywa chake na kuwameza na watu wa nyumba zao na wote walioshikamana na Kora na vyombo vyao vyote. Basi wao na wote waliokuwa nao wakashukia shimoni wali hai, nayo nchi ikawafunika, wakaangamia kutoka mle mkutanoni. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Hivi ni vitu kivisoma unaweza kufikiri story. Nitakuja kukuonyesha kwa nini ardhi ni silaha na inatakiwa itumike hasa kwenye roho ya kukataliwa baadaye. Huyu Musa alikuwa anajaribu kujitetea, watu hawamuelewi. Ikabidi, kwa sababu kwa jinsi ya kupigana Musa hawezi kupigana na jeshi kubwa ambalo limemkataa. Tunaenda sawa sawa. Ikabidi sasa Mungu atumie ardhi kunyamazisha kila mmoja aliyekuwa anamkataa Musa. Watu wote ambao walikuwa wanamkataa Musa, ilibidi Mungu atumie kila mbinu, akatufungua ile ardhi, wale watu wote wakaangamia. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya 3 nataka tuiangalie hapa. Pointi ya 3 inasema ardhi inaweza tumika kukusaidia wakati wa vita. Wakati ukiwa na vita, ukiwa na mapambano, ukiwa unapambana na vitu vyako haviendi, unashughulika na huku na huku na huku, unaweza ukaiamuru ardhi itumike kama silaha kukusaidia wakati wa vita. Tutasoma neno katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 12. Ufunuo sura ya 12 ni mistari ambayo tumekuwa tukisikia mara kwa mara. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 15 mpaka wa 17. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 15 mpaka wa 17. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 15 mpaka wa 17. Tuangalie huu mstari. Maandiko yanasema hivi. Sura ya 12 mstari wa 15 mpaka wa 17. Nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Naomba nikuelezee kitu kimoja. Ukisoma mwanzoni mistari unasema kulikuwa na vita mbinguni. Shetani akapigana na malaika Mikaeli. Tunaenda sawa sawa. Naomba nikusisitize sana hichi kitu na kikujengee imani. Amina watu wa Mungu. Kikujengee imani. Kikujengee imani. Shetani hakupigana na Mungu. Tunaenda sawa sawa? Hakupigana na Mungu. Alienda tu kupigana na malaika mwenye jeshi anaitwa Mikaeli. Mikaeli yule alikuwa ni mlinzi wa kiti cha enzi cha Mungu. Tunaenda sawa sawa? Kwa hiyo yani Mungu wala hakushuka kwenda kupigana hiyo vita. Tunaenda sawa sawa? Ndani yako ikuonyeshe kwamba how much is your God powerful. Ni jinsi gani Mungu wako ana nguvu. Yeye hakushuka kupigana hiyo vita. Tunaenda sawa sawa? Mstari wa 7 unasema wazi kabisa waliopigana hiyo vita ilikuwa ni Mikaeli na jeshi la Mikaeli. Tunaenda sawa sawa? Kwa sababu tunapomtaja Mikaeli katika malaika, tunaposema Mikaeli, ni Mikaeli yeye chini yake ana jeshi la malaika wote ambao wanatumia jina la Mikaeli, wale wapambanaji. Tunaenda sawa sawa? Kwa ni kile kikosi tu cha kupambana cha Mikaeli ndio kilienda kupigana na shetani. Shetani na malaika zake wote. Tunaenda sawa sawa? Walipopigana wakatupwa chini. Tunaenda sawa sawa? Walipotupwa huku chini, shetani akaamua kufanya vita na uzao wa mwanamke. Tuko pamoja hapo watu wa Mungu? Akaamua kufanya vita na uzao wa mwanamke. Sasa alipokuwa akifanya vita na uzao wa mwanamke,
Yule mwanamke, Mungu kwa neema ya Mungu akapewa uwezo wa kumkimbia shetani. Kila mara anamkimbia, kila mara anamkimbia, kila mara anamkimbia. Na alikuwa anakimbia sana kuliko ule uwezo wa ule shetani, ambaye shetani alitupwa duniani kama nani? Kama nyoka. Sasa nataka uangalie, wakati yule mwanamke anamkimbia sana huyo shetani ambaye amekuja kama nyoka, shetani alipoona anazidiwa speed ya kukimbia, anazidiwa speed, kila saa kijaribu kumwinda mwanamke anamtoroka, kila kijaribu kumfuata kwa namna hii anamtoroka, ikabidi ateme sumu ambayo ni maji mengi kwa ajili ya kumfunika yule mwanamke. Tunaenda sawa sawa? Kwa akatoa maji mengi kutoka katika kinywa chake kwa ajili ya kumfunika yule mwanamke ili afe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka uone mahali hapo, baada ya hiyo kufanya kitu cha namna hiyo, mstari wa 15, nyoka akautoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Sasa mstari wa 16 ndio unakuja unasema hivi, nchi ikamsaidia nani? Mwanamke. Nchi ikafunua kinywa chake, ikaumeza mto ule aliyoutoa yule joka katika kinywa chake. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Shetani alikuwa anapambana sana kuhakikisha anammaliza yule mwanamke. Lakini kwa sababu mwanamke anakimbia, amefika mahali amechoka, lakini ana uwezo wa kumkwepa shetani kila namna, akaamua kutema mto mkubwa kwa ajili ya kumfunika yule mwanamke. Nchi ambayo ndo ardhi ikaamua kumsaidia. Na hapa imeandika wazi kabisa, nchi ndo ikamsaidia mwanamke, ikafunua kinywa chake, ikameza yale maji yote ambayo yalikuwa yanamfunika mwanamke. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika mistari kuna vitu vichache sana nataka nikufundishe. Katika hii pointi ya 3 kuna vitu vichache sana ikusaidie kama wewe Mkristo. Jambo la kwanza katika hii mistari, unaweza ukaiamuru ardhi ikusaidie pale unapopitia vita au changamoto kubwa. Unaweza kabisa. Kwa sababu tumeona wazi kabisa huyu mwanamke alisaidiwa, alipewa kila kitu, lakini bado shetani akawa anaendelea kumtafuta. Alisaidiwa. Kwa unaweza kuiamuru ardhi ikusaidie. Nataka nikwambie, tunavyofanya biashara, kumbuka silaha. Nataka usije ukahamisha imani. Nimeanza msingi mzuri, usihamishe imani kupeleka kwenye ardhi ukaacha jina la Yesu. Unapofanya biashara, unapoingia maeneo ya kazini, unafungua duka lako, unaweza ukaamuru ile ardhi. Kwa sababu wateja wanapita kila saa hapo. Tunaenda sawa sawa. Ukasema, wewe ardhi uliyeko mahali hapa, ninakuamuru nisaidie kuleta wateja. Katika jina la nani? Lazima jina la Yesu liwepo mahali hapo. Ndugu zangu, sisi wa Kristo atuelewe. Ushawahi kufikiri kwa nini watu wanaenda njia panda wanatoa sadaka zao zaidi? Njia panda ni mahali ambapo watu wengi lazima mtapita. Tunaenda sawa sawa. Kwa sababu ni mahali ambapo mtapita watu wengi, wanaenda pale wanatoa sadaka, wanaomba ziwasaidie katika biashara zao. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna mtu anaweza akatoka hapa akaenda akanunua sukari mjini. Tunaenda sawa, sio kwa sababu ya kwamba ni bei ya chini. Tunaenda sawa sawa. Anaweza akaenda akanunua sukari mjini, duka la mbali. Na yeye wala haelewi ni kwa nini anaenda umbali huo. Ni kwa sababu wale watu walienda katika maeneo ambayo yana makusanyiko mengi ya watu, wakatoa sadaka zao, wakaiamuru ile ardhi ya mahali pale mtakapokanyaga, nisaidieni kuwakamata hawa watu, kuwaleta katika maduka yao. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Wewe hujawahi kuona kuna mtu anaenda kula chakula mahali ambapo hadi unajiuliza, hapa kweli? Hapa kweli ni mtu anafaa kwenda kula?
Enda sawa sawa. Kunaweza kukawa na vibanda vingi, unaweza kuwa hapo kazini, kuna vibanda vingi vipo karibu, lakini anatembea vibanda kilomita 3, kilomita 4. Ni sawa, kuna muda kweli kuna sababu ya ubora na nini, lakini saa zingine ni kwa sababu ya watu wamefungwa. Tukipata nafasi tutakuja kushaka kwamba maandiko yanasema hivi, shetani naye huwategea nyayo katika miguu yao, hutega nyayo katika miguu yao. Kwa sababu anaenda kutoa sadaka katika ardhi za njia panda, ukipita nyayo zako zinakamatwa. Wewe unachokisikia tu ni kwenda kufanya biashara mahali pale, kwenda mahali pale, kwenda mahali pale, kwenda kununua vitu mahali pale, kwenda kununua vitu mahali pale. Ni kwa sababu ardhi inaweza. Sasa unaweza wewe ukaanza kuiamuru. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaanza kuiamuru ikuletee watu katika biashara yako, na inaweza ikakusaidia. Lakini ardhi pia unaweza ukaiamuru ipigane na wanaopigana na wewe. Amina mtu wa Mungu. Unaweza ukaiamuru ipigane na wale wanaopigana na wewe. Kumbuka, hatuiamuru bila kutumia master key. Tunaenda sawa sawa. Lazima utumie master key, utumie ufunguo. Master key kwa Kiswahili nasema ni funguo ambayo inafungua makufuli yote. Naenda sawa sawa. Lazima uiamuru kwa kutumia jina la Yesu, ili ijue kwamba wewe unafanya kazi kwa kutumia jina la Yesu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Nilikaa mahali fulani, ni kitu nafikiri mmekiona. Kuna sehemu fulani yalitokea mafuriko makubwa sana. Hichi kitu nakiangalia sana. Yalitokea mafuriko makubwa sana, yakaangusha nyumba nyingi sana. Okay? Yakaangusha nyumba nyingi sana. Halafu yalipoangusha nyumba nyingi sana, ni kanisa tu halikuanguka. Wangapi mlisikia hiyo story? Unakumbuka? Kanisa tu katika hilo eneo halikuanguka. Hilo kanisa sio kwamba limejengwa vizuri sana. Wale wasoma ufundi wanafahamu. Yaani kuna picha ya kanisa unaweza kaliangalia unasema, mbona nyumba zilizokuwepo hapa zilikuwa za block, zina nguvu sana. Lakini alipokuja mafuriko yakaangusha kila kitu, kanisa tu ndio limekuwa. Na ukiangalia kanisa hata msingi wake sio kubwa hivi. Kwa nini? Mafuriko nayo yanajua kwamba ile ni ardhi ya kanisa. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Ile ardhi ya kanisa huwezi ukaigusa kwa sababu ile ni roho. Mara ya mwisho tulikuwa tunaangalia, kuna mtu mmoja Marekani, nafikiri mmefuatilia hiyo story, alienda kupanga kwenye jimbo ambalo linatenda dhambi sana. Tunaenda sawa sawa. Kule wanatenda dhambi kweli kweli, hawatani. Sasa naye akawa, kwa sababu ni anafanya kazi kule, ameenda kusaidia kazi fulani ya kutengeneza movie, akawa amepanga nyumba hiyo kwa siku kadha wa kadha. Ghafla from nowhere moto ukashuka. Tunaenda sawa sawa. From nowhere moto ukashuka, ukateketeza nyumba zote. Tunaenda sawa sawa. Karibia tuseme labda Dodoma mjini, karibia nyumba zote zikateketea, kasoro nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nimekueleza hivi? Hivi unafikiri kwa nini nilitukutana na mtu mmoja ambaye ameokoka akaacha uchawi, akawa anakueleza kwamba huko juu nyewe mnaona tunaruka na ungu, lakini kuna sehemu tunapofika tunakuta barabara imefungwa. Huko kumbe barabara inaweza ikafungwa. Tunajiuliza imefungwaje? Inawezaje barabara kufungwa mahali hapo juu na kati tunaona tunaweza ukapita hivi? Akasema hiyo ni mambo ya rohoni, kwa huku mwilini hamuoni. Ila hatuwezi kupita kila nyumba ya mtu aliyeokoka. Hatuwezi. Tunaenda sawa sawa? Hatuwezi. Kabisa hatuwezi. Kuna mahali ambapo unafahamu kuna mbwa wengi tu mnawaona hawakatishagi baadhi ya nyumba. Sio kwamba watachinjwa wewe kimteo, hapana. Katika ulimwengu wa roho hii nyumba inaonekana ni ya tofauti. Huku kwa kawaida tunaona ni nyumba. Lakini kama ni nyumba hasa ya muamini na anayemwamini Kristo sana, unakuta vyumba namna hawawezi kupita kikawaida. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapo ambacho nataka nikueleze, tunaweza tukafanya vitu vingi sana katika ardhi. Ardhi pia inaweza ukaamuru watu. Utaenda kusoma katika kile kitabu cha Zaburi ya 35 mstari wa kwanza, pigana nao wanaopigana nami. Lakini ardhi inaweza ukaiamuru watu wateleze. Ardhi yao iwafanye wateleze. Sawa sawa.
unapopigana vita, unaona watu wanakufuatilia, unapigana vita wanakufuatilia, unapigana vita watu wakufuatilie, unapigana vita watu wanakufuatilia, unaweza ukaiamuru. Zaburi ya 67 mstari wa 6, ardhi yao iwafanyie utelezi. Kwa watakapojaribu kukusogelea hawatakufikia kikaribu. Lakini kumbuka, lazima uiamuru katika jina la nani? Mtu wa Mungu, la Yesu Kristo. Lakini ardhi pia unaweza amuru ardhi ikatae kitu ambacho ukitaki. Unaweza ukaamuru ardhi ikatae kitu. Tumesoma katika Mambo ya Walawi sura ya 18 mstari wa 28. Hii ardhi iliwatapika watu. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. Unaweza ukasema kuanzia leo mimi niko mahali hapa. Unaona sawa sawa? Alafu anakuja jirani, yeye anaamua kufungua baa hapa. Tunaenda sawa sawa? Unajua, wewe kwa sababu ni mtu mzima, inaweza isikuletee madhara. Umeshaona mengi. Lakini una watoto. Sisi tunapata picha hicho kitu. Una watoto, kitendo cha kufungua hicho kitu, wewe kwa sababu ni mtu mzima, linaweza lisikuletee, kwa sababu umeshajua kupambanua mema na nini mabaya. Lakini kwa sababu ya watoto wao ambao bado hawajajua kupambanua mema na mabaya, huwezi jua nini wanachoweza kukifanya. Sasa ukienda kumwambia bwana usifungue hapa, hawezi kukuelewa. Si ndio mtu wa Mungu? Ila unaweza ukaiamuru ardhi, kuanzia leo ninaamuru kataba hapa. Tunaenda sawa sawa? Nimekuonyesha wazi kabisa ardhi inasikia na inafanya vitu. Na utaanza kuona vitu ambavyo vinatokea kwa huyo mtu ambaye anatokea mahali hapo. Huwa ninawaambia saa zingine watu mnaponia ambao mpo makazini, mpo kwenye biashara. Moja ya kitu na kueleza hii siri. Unapoenda eneo jipya la kazi, unapoenda eneo jipya la biashara, wewe ni Kristo, usikii unapenda. Tunaenda sawa sawa? Tunafanya kazi ya kumhubiri Kristo katikati ya mbwa mwitu. Huwezi jua mbwa mwitu anaweza ukainuka lini kupambana na wewe. Kwa moja ya kitu ambacho unatakiwa ukikamata ardhi kama ni hiyo taasisi, unahakikisha ardhi kila mahali inakutetea. Tunaenda sawa sawa? Kila mahali inakutetea. Wao kuna siku wanaweza wakaamua kujaribu kusema maneno ya uongo. Tunaenda sawa sawa? Yale maneno ya uongo wakiyasema inakuwa ni kama mto unamwaga. Tukipata nafasi nikuonyesha maneno ya uongo yanaweza kama mto kwenye Biblia. Yanapokuwa kama mto, ardhi ina kazi ya kuyameza kabla hayajafika kwa wakuu. Tunaenda sawa sawa? Unasikia nyingi sana wanawatupia watu waliookoka makazini. Tunaenda sawa sawa? Wameokoka. Lakini sasa hii na hizo zilizofika kwa wakuu, hakuna wanakaa kwenye sheria. Tunaenda sawa sawa? Sheria zinasemaje? Anasimama kwenye sheria kwa sababu unafahamu wazi kabisa mfalme alimpenda Danieli, si ndio? Alimpenda Danieli sana. Lakini alipovunja ile sheria, mkuu alibaki anasema sawa, tukutupa kwenye simba. Hana namna ya kuvunja ile sheria. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Kwa unaweza kuwa na vituko vingi sana vinafanyika mahali. Ukienda eneo jipya, kamata ardhi, iamuru hiyo ardhi. Wewe ardhi utalitetea. Wakileta maneno ya kusingiziwa kwa ajili yangu, nitetee. Na anayeleta mtende. Bwana Yesu asifiwe. Usifanye kama muamini Mungu atajibu wale waongo. Amina mtu wa Mungu. Kwa sababu ukisema anayeleta maneno ya kusingizia ardhi mtende, kuna watu wanaweza wakaanza kuondolewa kwa sababu yupo kwenye hiyo taasisi. Na unafanya kazi ya Mungu. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Twende pointi nyingine, pointi ya 4, check hii alafu twende. Okay. Nini hutokea ardhi inapokuwa inakukataa? Kitu gani kinaweza kikatokea ardhi inapokuwa inakukataa? Nini kinaweza kikatokea ardhi inapokuwa inakukataa? Nataka nikuambie kitu cha kwanza ambacho kinaweza kikatokea, vitu vinaweza visiote. Tunaenda sawa sawa? Vitu vinaweza visiote au vikiota havizai. Tunaenda sawa sawa watu wa Mungu? Ukisoma katika Ayubu sura ya 15 mstari wa 33, Ayubu sura ya 15 mstari wa 33, tunaona kwamba mimea itapuputisha.
Tunaenda sawa sawa. Lakini hii ni ardhi ambayo tumepanda vitu. Halafu ghafla vitu vinapoputika kwa haraka haraka. Ina changamoto gani hiyo ardhi? Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Ninaye ndugu yangu mmoja ambaye nataka nikueleze wazi kabisa. Amepanda miti ya machungwa. Matunda yote yanaweza yakaota, ila miti ya machungwa tu hayoti. Na kwa majirani inaota vizuri. Tunaenda sawa sawa? Tunaenda sawa sawa? Ukipanda miti ambayo sio ya matunda itaota. Bwana Yesu asifiwe. Ila panda mti wa matunda ambao unataka ule, hautoota. Unajua kuna vifungo vingine ukivitazama kama sio vifungo Ndio maana saa zingine Biblia inasema shetani anatumia akili nyingi, anaenda kama kwa akili. Yaani wewe ukipanda ile miti inaitwa miti maji itakuwa. Ila ukipanda maembe, ukipanda machungwa, ukipanda mapera, ukipanda migomba, hiyo haioti. Lakini cha ajabu kwa jirani inaota. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa jirani inaota vizuri. Sasa ilimchukua muda mrefu sana mpaka kuja kugundua, kwa sababu umeshakaa kwenye hiyo ardhi miaka mingi, mpaka kuja kugundua kwamba hapa patakuwa na shida. Mbona mwenzangu amepanda maembe pale, amepanda michungwa pale, inaota vizuri, lakini hapa kwangu tu miti inayoota tu ile ni mwarobaini. Tunaenda sawa sawa? Miti ambayo haifai kwa matunda kula. Nataka nikueleze ambacho kilichofanyika. Ilibidi tuanze kuiombea ile ardhi. Tunaomba tu kwa dakika chache. Ninapokueleza sasa hivi ardhi ile machungwa yanatoka, maembe yanatoka mahali pale. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine ambacho kinaweza kutokea ardhi inapokuwa inakukataa ni eneo hilo watu kuishi kwa magonjwa yanayofanana. Ardhi inapokukataa, tutaishia hapo tu, vingine tutaendelea hapo siku zingine. Eneo hilo watu kuishi kwa magonjwa yanayofanana. Hebu tufungue hii story, ni story tamu sana. Wafalme wa pili sura ya 2. Naomba tufungue wote hapo. Wafalme wa pili sura ya 2 mstari wa 19 mpaka wa 21. Wafalme wa pili sura ya 2 mstari wa 19 mpaka wa 21. Tufike hadi hapo. Na story nzuri sana. Taishia hapo. Ndani yangu natamani sana maarifa haya ya kujae, ili unapokuwa na imani, tukisema unapokwenda hata mahali popote, unapokuwa mahali popote, mchungaji wako, kiongozi wako wa ibada amesema leo tunaombea ardhi, leo tunaombea udongo, ukiwa na maarifa inakusaidia kujua ni kitu gani unaombea. Amina, watu wa Mungu. Mstari wa 19 mpaka 22, maandiko hivyo yanasema, watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia twakusii, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Tunaenda sawa sawa? Na nchi huzaa nini? Mapooza. Sasa Kiswahili kina changamoto. Amina, watu wa Mungu Kiswahili kuna changamoto kidogo. Unaweza ukahubiria mstari huu kama ulivyo na bado neno la Mungu litaheshimika. Tunaenda sawa sawa kwamba palikuwa na changamoto ya maji, lakini nchi ilikuwa inazaa mapooza. Sasa tuisome kwa Kiingereza. Kama una Biblia ya Kiingereza hapo, ngoja niangalia kwangu hapa. Kwa tafsiri yoyote ya Kiingereza, tuangalie mapooza alichokuwa anamaanisha. Kwenye tafsiri mbalimbali za Kiingereza, tafsiri zote za Kiingereza. Nitakutafsiria kwa Kiswahili tu ili tuwe na amani. Kwenye tafsiri za Kiingereza alikuwa anamaanisha nini anaposema mapooza? Wafalme, ambapo kwa Kiingereza itakuwa ni 2 Kings chapter 2 verse 19. Tunaenda sawa sawa, mstari ule wa 19. Nitausoma kwa Kiingereza. Amina, watu, nitakutafsiria. Amina. Kwa Kiingereza wanasema hivi, and the men of the city said unto Elisha, behold, I pray thee, the situation of this city is pleasant,
as my Lord saith, but the water is not, and the ground is barren. Tunaenda sawa sawa? Ni nini barren? Tunaenda sawa sawa? Nilichotaka ukione hapo, alitumia neno barren. Barren kwa Kiswahili chake ni nini, mtu wa Mungu? Barren ni nini? Mtu asiyefanyeje? Asiyezaa. Tunaenda sawa sawa, watu wa Mungu? Tunaenda sawa sawa? Ukienda kwenye tafsiri nyingine ya NLT, yeye NLT anasema hivi, as you see Elisha, women of this place are barren. Anaposema women of this place are barren, maana yake ni nini, watu wa Mungu? Watu wa Mungu, maana yake nini, mtumishi? Wanawake wa eneo hili hawashiki mimba. Tunaenda sawa sawa? Kwa nataka uione, kwa Kiswahili ameandika mapoza kwa lugha ile ya jumla, lakini ukisoma tafsiri mbalimbali anamaanisha kwamba ardhi inaweza ikawa haizalishi chochote, au wanawake wa eneo hilo hawashiki nini, mimba. Na kutokushika mimba ni kutokufanyaje? Ni kutokuzalisha bado. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko hapo mwanzoni anasema wazi, mji huu ni mzuri sana. Ushaifikiri kuna mji mzuri sana ambao saa zingine unatamani na wewe ungeenda ukafika kule, lakini wanakuambia maji ya huu mji ukiyatumia hautoshika mimba. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikueleze ni story ambayo nimeshawahi kuisikia, sio kuisikia, nimeishuhudia hapa. Sio nchi nyingine, ni hii Tanzania. Kwa sababu Mungu, kwa neema ya Mungu, ametupa nafasi tunazunguka. Nimeenda mahali kabisa, wakamwambia mtumishi, hapa kwa kweli usinywe maji ya mtaa. Ukaambia ana shida gani, yanachemshwa au nini? Sema unajua hapa bwana, unaona sasa watu wa kanisani wanapita pita hivi. Unaelewa? Hawataki kunyoka moja kwa moja. Yaani hapa wewe kunywa maji tu. Wakati nimefika mahali pale, mwingine akataka kabisa, hata maji ya kuogea usogea. Sasa maji ya kuogea ukanunua dukani kweli? Maji ya kunywa ukanunua dukani? Huu mji watu wanaishi. Sasa huu mji, mmoja aliweza kwenda moja kwa moja akaniambia wazi, hapa ukitumia utapata ugonjwa wa ngozi. Nikasema labda yana kemikali. Akaniambia hapana, mwezi huu kuna sadaka fulani hatujazitoa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sadaka fulani hawajazitoa, na kwa sababu amechelewa kuzitoa, adhabu yake huwa inaenda kwenye maji. Kila anaenda kutumia hayo maji anapata ugonjwa wa ngozi. Bwana Yesu asifiwe. Nichukua muda mrefu sana kuwaelekeza mpaka kuwatengenezea imani, nikabidi tu niwaombee. Kwa kweli Mungu awaletee watumishi zaidi ambao mtazidi kushirikishana kuvunja hichi kitu. Sio lazima muamini hichi kitu sana. Tunaenda sawa sawa. Lakini nachotaka nikueleze, huu ni eneo kabisa ambalo linaweza likawepo mahali. Kwa Elisha hapa tunaona palikuwa na mji mzuri kabisa, lakini watu wakitumia kitu kilichopo mahali pale hawatopata watoto. Wakitumia vitu vilivyopo mahali pale hawatopata. Na hivi vitu nataka nikwambie, ndio maana saa zingine mnapoenda majumbani, mnapoenda kusalimia majumbani kwenu, vijijini, ni vizuri sana kuwa mnaachilia damu ya Yesu katika nini? Nenda sawa sawa. Kwa sababu hapa anasema watu wa nchi hii wamefanikiwa, lakini hawafanyeje? Ni barren. Hawazai. Kwa unapoenda kule, inawezekana wewe ulipotoka ulikuwa mdogo, mambo yalikuwa bado hawajachanganya. Tunaenda sawa sawa. Kwenye mambo ya Walawi 18:28 nimekueleza wazi. Walipoanza kuchanganya Mungu ndipo walipowatapika. Inawezekana kipindi kile mambo ya mili yalikuwa bado hawajaanza kuyaingiza sana. Walipoanza kuyaingiza, sasa hivi wameshatengeneza kitu ambacho yoyote anayekuja mahali pale lazima kuna kitu kinaibuka. Kuna watu hujawahi kuona baada ya kwenda kusalimia nyumbani ndio magonjwa fulani yameanza. Kwa nini? Ardhi ya mahali pale inadai kila aliyeko mahali hapa lazima aume ugonjwa huu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mengine tutaendelea nayo siku ya kesho. Tumpigie Yesu makofi, watu wa Mungu. Tumpigie sana Yesu makofi.